الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تركنا بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحذركم واحذر نفسي على أن عصيان الله، واعلموا أن المعصية تزيل النعمة. Leo ni tarehe 11 ya mwezi wa Rabiul Awwal Rabiul Thani mwaka 1446 Hijria, kwa sasa tarehe 3 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 Miladia. Kwenye mazungumzo tuliokuwa nayo na inshallah taala tunakamilisha leo ni al-hawr baada al-kawri. Tulizungumzia kuhusu al-hawr baada al-kawr. Al-hawr, kurudi nyuma katika imani na katika misimamo ya dini. Baada al-kawri, baada ya kuwa kwamba ulikuwa na msimamo wa kisawasawa, ulikuwa na imani iliyokuwa imepita. Hiyo ndio maana ya al-hawr baada al-kawri. Kupungukiwa na imani wakati ambapo kwamba imani yako ilikuwa imezidi na ulikuwa unafanya ibada kisawasawa, kumetokea nini? Tulizungumza kuhusu sababu ambazo zinasababisha imani za Waislamu kurudi nyuma baada ya kuwa wamepita katika imani hizo. Sababu ya mwisho tulizungumzia ilikuwa ni kuhusu mtu kutokuwa na subira katika matatizo au katika mitihani ambayo inamfika. Tukasema kwamba wako Waislamu warudi nyuma katika imani zao kwa sababu ya misukosuko iliyowapata, mitihani, tabu ikamfika, akarudi nyuma katika misimamo yake ya dini. Na la kusikitisha, kuna wale ambao wamewacha Uislamu kabisa kwa sababu ya matatizo ambayo wamekumbana nayo. Kwa hivyo hii ni sababu tuliyoiona ya kwamba katika sababu ambazo kwamba zinaregesha imani ya Muislamu nyuma, moyo wake ukawa umepiga kuto. Anasema mwanachuoni huyu Ibrahim bin Abdullah al-Mazrui hafidhahullah ya kwamba wa min asbab al-hawr ba'da al-kawri. Sababu amezitaja hapa kadhaa kabla ya kutaja ilaji ama dawa ya mtu anaweza fanya nini ili imani yake irudi sawasawa. Anasema kwamba katika sababu hizo, tulul amal, ni Muislamu kuwa na hopes na matarajio marefu katika maisha yake ya dunia, akawa anaishi anapanga mipango ya miaka 10, 20 mbele, pamoja na kwamba Mtume Ramadhani juu yake amesema kwamba panga mipango yako kana kwamba utaishi milele, lakini fanya ibada kana kwamba ndio ibada yako ya mwisho. Qala ta'ala, alam yani alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum bidhikrillah. Je, haijafika wakati kwa wale ambao wana imani nyoyo zao zinyenyekee, wakuwe humble kwa sababu ya utaja Allah subhanahu wa ta'ala na katika yale ambayo imeteremshwa katika haki, yani Qur'an. Wala takunu kalladhina utul kitaba min qabl, na wala wasiwe ama wenye imani wasiwe kama wale ambao kwamba walipewa kitabu kabla ya hapo, fatwala alaihimul amad, muda wao
wa kuishi katika ulimwengu ukarefushwa, na wao pia wakawa na mipango na matumaini na hopes za mambo ambayo yatakuja. Wakapanga mipango ya miaka mingi mbeleni. Fakasat qulubuhum, nyoyo zao zikapiga kutu, bimaana kwamba rajaa, wakarudi nyuma katika imani. Wakathiru minhum fasiqun, na wengi miongoni mwao wakawa ni mafasik, ni waovu. Kilichosababisha imani zao zirudi nyuma na zikasababisha vile vile nyoyo zao kupiga kutu ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni matarajio na hopes za kuishi maisha mengi, maisha marefu. Mtume anatuambia kun fi dunya kaannaka gharibun au abir sabil, ishi katika dunia kana kwamba wewe ni mgeni au unapita njia, kwa sababu mgeni kila mara akiwa mahala hawezi kutulia kikweli kweli, anajua kwamba siku moja nitarudi penye nimetoka. Ibn Umar kwa anasema kwamba ukifika asubuhi sitarajie kuishi mpaka jioni, na ikifika jioni singoje kwamba itakufikia asubuhi. Chukua nafasi yako ya afya yako, ufanye lile ambalo litakufaa katika maradhi, katika wakati wa maradhi, na ukiwa hai tekeleza kile ambacho kitakufaa baada ya kufa kwako. Watu wanakuwa na hopes. Mtu akiwa kijana anaona kwamba mimi bado ni kijana, hajui kama chochote kinaweza tokea akafa. Na tulisema tokea mwanzo ya kwamba hakuna mtu ambaye amekufa akawa mambo yake amekamilisha. Kila mmoja amewacha mipango iliyokuwa pending, kwamba alikuwa anapanga kufanya hiki, kifa kikakuja, mambo ikasimama. Alikuwa anapanga hivi, alikuwa anapanga kuoa, alikuwa ameshaoa, alikuwa sijui anajenga nyumba, alikuwa mambo kama hayo yote watu wanawacha mambo yao yamesimama pending. Na wengine alhamdulillah wamewacha mambo yaliyosimama pending ambapo ni mambo ya kheri. Tunapewa mfano, miongoni mwao ni mwanachuoni Abdul Aziz bin Musnad, kwa sikosei huyo. Ameandika tafsiri ya Qur'an mijaladi 6. Tafsiri hii aliandika kwa muda wa miaka 7. Wakati anamaliza mjaladi wa mwisho kuandika, kesho yake alilala, kesho yake hakuamka, bali alizikwa. Amekufa kama sikosei mwaka 1436, 2015 katika kalenda zingine. Akawacha ameandika kitabu cha Qur'an, na walio kichapisha ni wengine. Si tu sote tunakumbuka Qari ambaye ni mashuhuri, msoma Qur'ani mkubwa sana, tena imamu miongoni mwa maimamu katika msikiti wa Madina, Muhammad Ayub. Amekufa juzi 2019. Ako na watoto wa kiume 6, na ilikuwa kila mara anasema kwamba anatamani watoto hawa wahifadhi Qur'ani katika uhai wake. Siku ambapo mtoto wake wa mwisho, kijana wa mwisho, amehitimisha Qur'an na wamekusanyika nyumbani ili kufurahi ndugu yao kumaliza Qur'an kuhifadhi, Muhammad Ayub amesalisha salatul isha katika msikiti wa Madina, karudi nyumbani kukutana na familia yake, wakala asha pamoja. Kesho yake alizikwa juzi tu 2019, na ni msomi wa Qur'an ambaye anajulikana, imamu katika maimamu katika msikiti wa Madina, Muhammad Ayub. Kila mmoja nafikiri amewahi kumsikia ama anamfahamu. Kwa hivyo wakawacha mambo ya kheri pending, na wengine mambo ambayo hayana maana yalibaki. Kwa ajili hiyo, ikiwa mtu atakuwa na tulul amal, anafikiria mipango ya huko mbeleni isiyokuwa na faida, moyo wake hurudi nyuma na akawa amepungukiwa na imani. Sababu nyingine ametaja, min sababu al-hawr baada al-kawr dhaafu ash-shakhsiyya, ni udhaifu wa mtu, anakuwa at-tab'iyya lil ashkhas. Mtu anakuwa ni mfuasi tu, anafuata watu.
fulani akifanya hivi ye anafanya, fulani akifanya hivi ye anafanya. Wako watu wanasapoti timu za mipira kwa sababu rafiki zake nao wanafanya hivyo, na yeye hata si mtu wa mipira, lakini kwa sababu anataka aendane na wale wenzake, ye pia wala hajui uzuri ulio katika mambo hayo, wala hana habari, lakini anasapoti tu. Na wengine imesemekana kwamba wamesengenya kwa sababu ya group aliyokaa nao ili aendane na wao. Kwa hivyo katika jambo ambalo linaregesha mtu katika imani yake ni mtu kuwa yeye ni mfuasi tu. Mtu akifanya kitu fulani anashikana na mtu fulani, chenye anafanya yeye anafanya. Fa idha kana almuslim dhaifu yattabi'u an-nasu au rajulun mu'ayyanan, mtu atakapokuwa kama ni dhaifu anafuata watu tu, ama kuna mtu fulani anamfuata penye anamwelekeza yeye anakwenda, taraja wa taraka tariqata al-haqi, anarudi nyuma na anawacha njia ya haki, na hii ni katika sababu za kuregesha mtu nyuma katika imani. Kadhalika ametaja vile vile min asbab al-hawr ba'da al-kawr, sababu ambazo zinafanya imani yako ipunguke na msimamo wako urudi chini. Anasema kwamba al-maradul qulub wa afatin lisani wa ishghali bi umuri nasi, ni maradhi ya moyo na maafa ya ulimi, na pia kujishughulisha na mambo ya watu. Fulani yule mbona siku hizi amekonda, mbona fulani leo siku hizi amenona, fulani kunaendaje, nataka kujua kwa nyumba yako kunaendelea nini. Yani tabu tunaanzia kwenye news, nataka nijue leo kumefanyika nini, inakupa stress. Leo sijapata kuona news, sijui kumekwaje. Hii miongoni mwa hayo. Nilimwona fulani akipita asubuhi, sijui alikuwa anaenda wapi, amekwambia kwa alikuwa anaenda, akashughulika na masuala haya, akajisahau na imani yake ikarudi chini. Asema kwamba minal amrad alqulub alhasad walbughd tumitu alqalba, ni uhasidi, wivu pamoja na chuki huwa moyo. Wewe jitazame tu, kama wivu ama uhasidi utakushika, umuonee mwenzio uhasidi, imani yako itapunguka. Hata ukienda kuswali uone ladha ile swala, maana uhasidi unakuuma na ile chuki. Walhuzn walgham walham, na mambo haya huenda yakakuletea huzuni, maana umekosa kile ambacho ulikuwa unakitarajia kukipata kimekutoka. Walgham, ukawa uko na stress wakati ule mambo ambayo yanakusibu. Walham, ukawa pia una stress na wasiwasi kuhusu mustakbal, kesho itakuwaje mambo kadhaa, shule zinafunguliwa, siji nitatoa wapi school fees na kadhalika. Hiyo huzun ni mambo yaliyopita ambayo unahuzunika kwayo, ambayo yamekutoka. Algham ni mambo ambayo kwamba yanakusibu saa hiyo, shida ambayo uko ndani yake hapo, yani immediately ndio inaleta gham. Ham nayo ni mtu kuwa na waza na kufikiria kitakacho kumpata kesho. Labda kafuta kazi, sasa anaanza kuhangaika, sijui itakuwaje, sasa hivi sina kazi, mambo yangu Kwa hivyo haya yote yanampata Muislamu na yanampunguzia imani yake. Wa min asbabi al-hawr ba'da al-kawr, akataja vile vile kabla tujaingia katika dawa ama ilaj, anasema kwamba min asbabu al-hawr ba'da al-kawr, katika sababu ambazo zinamfanya Muislamu arudi nyuma. Tunataja kwa kifupi ili kuchunga wakati. Sababu ambazo zinafanya Muislamu pia arudi nyuma katika imani yake, msimamo wake urudi nyuma, arudi chini, haoni ladha ya ibada wala hathiriki na mawaidha. Nasema kwamba rawasib almadhi wa adam takhallus minha, ni mtu
kuangalia na kukumbuka mambo yaliyopita na kukataa kujitoa katika mambo haya. Yani ayadhkuru muslim ma madha min al-umuri, Muislam akumbuke yale ambayo yalipita katika mambo min al-maasi wa dhalala, mambo ambayo alikuwa akiyafanya katika maasi na katika upotevu. Labda alikuwa ni mchezaji music, aanze kukumbuka mimi nilikuwa bado kama nyinyi umri wenu, nilikuwa nacheza ngoma, nilikuwa nafanya kadha kadha hapo. Haya mambo yanaregesha mtu katika nyuma. Ndio sababu Uislamu kukataza mtu kwanza kuambia watu kwamba mimi zamani nilikuwa mwizi, lakini sasa hivi nimeshatubu, hapana. So ikiwa mtu ataanza kutaja na kukumbuka hali yake ya kitambo alipokuwa, aanze kufikiria na kusema kwamba na anakumbuka zile nyimbo alikuwa anacheza labda zamani na vituko venye alikuwa akifanya vya kipotofu, kalladhi yaqulu kana li kabla alislam kadha wa kadha, kama vile mtu aanza kusema kwamba mimi kabla ya Uislamu nilikuwa hivi na hivi, mimi kabla ya Uislamu haunge sema mbele yangu, ama sijui mwanamke angepita mbele yangu, mimi nilikuwa aanza kujisifia, pamoja na kwamba Allah amemnusuru na akamuongoza katika Uislamu, lakini akaanza tena kukumbuka vituko vyake vya zamani alivyokuwa. Taraja, anarudi nyuma. Wayadhkuru min almalabisi wal asma'i, na anza kukumbuka mavazi alikuwa akiyavaa zamani. Labda alikuwa anavaa suruali tunashika hivi kama chupa, anaanza kukumbuka anavaa hizo. Anza kukumbuka zile nguo alikuwa akizifaa za vituko na majina aliyekuwa amejibandika, aliyokuwa anajulikana nayo, majina ya kiuhuni hapo. Akamwambia kwamba ulikuwa unamjua fulani ndio mimi bwana. Usicheze, usituone hivi sasa hivi. Tumeamua tu kutulia, tumeamua kufuata dini, lakini kitambo tulikuwa sisi wachache. Hii hapo inakurudisha nyuma katika imani yako. Sikumbuke hayo wala usifikire masala hayo. Fakullu hadha yanqusu al-iman wa tuaddi ila taraju'i anil iltizami. Hayote yanapunguzia Muislamu imani yake na yanamtoa katika misimamo ya kisawasawa. Wa kullu hadhihi al-umur mujarrabu, na mambo haya yote ni mambo ambayo yamejaribiwa, yani yako ni mambo ya kweli kweli yanatokea kwa Uislamu. Muislamu akae labda alikuwa anampiga gita tu, kisha aanze kupiga piano labda na nini. Najikumbusha mmoja tulimkuta anafua nguo, alikuwa ni mtu wa maulidi na kuimba zile kaswida na nini nyimbo. Amesha ingia katika msimamo wa kisawasawa, ameachana na vitu hivyo, lakini zile nyimbo zile walizokuwa akiziimba zinapiga kwenye akili yake. Amekaa anafua nguo, lakini anaimba zile nyimbo zake za maulidini, zile za taarabu na kadhalika. Kwa hivyo haya ni katika mambo ambayo yanaregesha Waislamu ama imani ya Muislamu nyuma. Anasema qala Ibrahim bin Abdullah al-Mazrui hafidhahullah, anasema asbabul hawr ba'da al-kawr kathir, sababu za kurudisha Muislamu nyuma baada ya kwamba alikuwa na msimamo mzuri ni nyingi sana, lakini hizi ambazo amezitaja ni zile ambazo ziko obvious na zimeenea sana, kathiru, lakini nyingi. Kisha akasema kwamba fama hiya asbabul ilaj, basi Muislamu akisha patikana na msiba kwamba imani yake imerudi nyuma, dawa yake ndio nini ili aweze kujing'atua na kupona katika hali hiyo? Fama hiya asbab ilaj min hadhihi almaradhi, ni dawa gani, ilaji gani katika maradhi haya? Anasema dhakarna asbabul hawr ba'da al-kawr, tumetaja sababu za kumrudisha Muislamu nyuma katika imani baada ya kwamba amekuwa na msimamo. Wa ilajuhu
dhiddu dhalika, lakini dawa yake ni opposite ya hayo, ni kinyume ya hayo ambayo tumetaja. Fa dha'fu al-iman ilajuhu taqwiyatul iman, akasema udhaifu wa imani dawa yake ni kuipa nguvu imani, bi akthari min at-ta'at, kwa kukithirisha kumtii Mwenyezi Mungu, wa khair wa muhafadhatu ala ajwad al-imaniya, ni kuzidisha kufanya mambo ya khairi na siku zote kuhakikisha kwamba uko katika mazingira ya kiimani, unakaa na watu ambao wanakutia imani yako nguvu. Mara nyingi ukipata fursa kwa mazingira ya kiimani kama vile vikao vya elimu, kama vile kuzuru misikiti na kadhalika, akataja vitu hivyo ambavyo vinazidisha imani. Kisha anasema hivi, wa hunaka wasail ukhra lililaj, na pia hapa kuna njia zingine kando na hapo, pia kuna njia zingine za ilaji, za kuponya imani yako, za ilaj alhawr baada alkawr, za kuponya Muislamu, kumuondolea alhawr, kurudi nyuma, baada alkawr, baada ya kuwa kwamba alikuwa na msimamo. Akasema minhum alikhlas wasidqu aniya maa Allah, ni Muislamu akuwe na ikhlas katika moyo wake na akuwe mkweli katika nia yake maa Allah, pamoja na Mwenyezi Mungu. Ahamu asbab alistiqama wasalah, kuwa na ikhlas na kuwa mkweli pamoja na Mwenyezi Mungu ni sababu kubwa sana ya kumletea Muislamu istiqama na kumfanya kwamba awe ni mwema. Kivipi? Qala Ibn Qayyim rahimahullah, anasema mwanachuoni Ibn Qayyim, innama yani yajid mashakkata fi tarki ma'lufat, hakika Muislamu anapata shida, anapata ugumu na uzito kuacha mazoea, mambo ambayo ameyazoea katika uraibu, katika maasi fulani ameyazoea, mambo fulani, tabia mbaya fulani ameizoea. Muislamu hupata mashaka kuyaacha. Anapata mashaka nini? Man tarakaha li ghairi llah, yule ambaye kwamba atawacha mambo hayo si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ai lam yakun sadiq ma Allah, hakuwa mkweli na Mwenyezi Mungu. Maana yake umesema kwamba leo nawacha ufutaji wa sigara, lakini hauna wewe, husemi ukweli na Mwenyezi Mungu. Wewe si mkweli kwa Mwenyezi Mungu, imani yako si ya kikweli, umesema tu labda kwa sababu ya jambo fulani. Kwa hivyo yule ambaye anapata shida kuacha sigara hiyo ama kuacha ulaji wa mugukana kadhalika, anaona uzito kuacha, ni kwa sababu hajaacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kama taraka dukhani lillah, yule ambaye atawacha uvutaji wa sigara kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, lam yajid mashakkata fi dhalika, hatapata mashaka na ugumu katika jambo hilo. Amma man tarakaha sadiqan, yule ambaye atawacha uraibu huo ama tabia hiyo, mazoea hayo mabaya, sadiqan, mkweli, mukhlisan min qalbihi, tena na ikhlas katika moyo wake, lillahi, fa innahu la yajidu fi tarkiha mashakka, hawezi kupata katika kuacha kwake huko mashaka na uzito, illa fi awwalihi, isipokuwa tu mwanzo wako unapokuwa ndio umewacha tu. Labda ulikuwa mfutaji wa sigara, sasa ndio umewacha, zile siku za kwanza baada ya kuacha, yajidi mashakata liumtahina, ili apewe mtihani. Unapata tu mashaka kidogo na uzito kidogo, liumtahinu aswadiqun fi tarkiha am kadhibun, je, ni mkweli katika kuacha kwake huku au ni muongo? Fa in sabara ala dhalika almashakkata qalila istakhala, ikiwa atakuwa mkweli akasubiri katika yale mazito kidogo ambayo atayaona wakati wa kuacha kile kitu ambacho alikuwa amekizoea, ni ulevi, ni sigara, ni kadhalika, ni mambo yote ambayo unajua hayafai lakini umezoea kuyafanya, utakapovumilia katika kuyaacha, basi Allah anakubadilishia ladha. Wakariha
hadha almaasi, anakubadilishia kule kuacha kwako kunakuwa ni ladha na kwanza na unaanza kuchukia kile kitu, unachukia ile maasi. Wajada farhan wa sakinatan fi qalbihi, kisha baada dhalika ukapata raha katika moyo wako na ukapata utulivu katika moyo wake. Wa hadha min tawfiqi llahi tabaraka wa taala, na hii imetokana na tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwamba uliwacha kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, lakini umewacha sigara kwa sababu nimepata kazi na pale kazini hawaruhusu mvutaji wa sigara, au nimewacha pombe kwa sababu ya kazi, au kwa sababu ya mke. Umeoa mwanamke kamba mimi sitaki mambo ya ulevi hapa, ukawacha. Au labda daktari amekwambia kwamba ukiendelea kulewa utapata madhara kadha, ama sigara utakuta shida kadha, ukawacha. Itakuwa ni uzito, utarudi. Maana yake kwamba kama ni kazi, ile kazi kisha tupa unarejea kwenye kile kitu ambacho ulikuwa umekiwacha. Kama ni mke, labda mkikosana ama mkiwachana, utarudi pale pale. Kama ni daktari amekukataza, utajinyima nyima kidogo, ukiona kwamba unapata nafuu, utarudi pale pale. Kadhalika watu ambao wamesilimu si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yale maslahi yao wasipokuyapata, wanarudi katika ukafiri. Kwa hivyo katika dawa hiyo, wa min ilaj alhawr badal kawr, ili kutibu imani yako urejee katika msimamo wako, alkhawf min su'il khatima. Muislamu siku zote aogope kumaliza vibaya, aogope asije akamaliza uhai wake vibaya. Falmu'min sadiq la budda ay yakhaf min su'il khatima. Mu'min ambaye ni mkweli ni lazima, hana budi, anaogopa mwisho mbaya. Wayahdhar min asbabiha, na siku zote anatahadhari na anachunga mambo ambayo yanaweza kumfanya amalize vibaya. Fa in idmanu ala almaasi min asbabi su'il khatima, hakika kudumu katika maasi ni katika sababu zenye zinakupelekea kumaliza vibaya. Fakam minal muslimina aasha bil maasi wa mata fiha, wangapi katika Uislamu waliishi katika maasi na wakafa katika maasi. Mtu alikuwa anaimba nyimbo, ameanguka kwenye stage, amekufa. Mwingine amepatikana kwenye guest room, amefia huko. Mwingine katika kilabu kadha, waliishi katika maasi kisha wakafia kwenye hayo maasi. Kama wangapi? Ni wengi, hawana hisabu. Kwa hivyo min asbabi su'il khatima, sema kwamba wabaka Sufyan at-Thawri laylan hatta sabah. Sufyan at-Thawri baka, alilia usiku yote mpaka kafika asubuhi. Falamma saaluhu, alipoulizwa imekuwaje shekhe, mbona umelia usiku wote, unalia tu na nini? Qala innama abqa khawf su'il khatima, mimi nalia naogopa mwisho mbaya, naogopa kumaliza vibaya, nimefikiria naogopa. La a'lam kaifa yakunu hali idha kana yaumu wafati, akamwambia hivyo ya kwamba sijui kaifa yakunu hali, itakuwaje hali yangu, idha kana yaumu wafati, itakapokuwa siku ya kufa kwangu. Mimi sijui, nafikiria hilo nikalia. Wa huwa Sufyan ath-Thawri imam min al-a'imma al-hadith, rajulun alimun taqiyun shadidul wara. Na huyo mwenye analia ni Sufyan ath-Thawri, maimamu katika maimamu wa hadithi. Rajulun alimun, tena mtu msomi mwenye ilmu. Taqiyun, tena mcha Mungu. Shadidul wara, tena mwenye waraa ya hali ya juu. Wa ma hadha yakhafu su'il khatima, pamoja na hii sifa zenye ako nazo, anaogopa kufa vibaya, anaogopa kumaliza vibaya, mwisho mbaya.
itakuwa ni sisi hapa ambapo hatuna lolote katika sifa hizi, hatumfikii, lakini wala hatushtuki na kumaliza vibaya. Kwa hivyo utakapokumbuka mwisho mbaya, itakufanya imani yako ianze kupanda. Qala Imam Barbajari rahimahullah, anasema imam huyo kwamba wa'lam annahu yanbaghi lil'abdi an tashkhabahu shafaqatu abadan, na inatakiwa mja daima awe ni mwenye kuogopa kumaliza vibaya, liannahu la yadri ala ma yamutu wa bima yakhtamu la, kwa sababu hajui atakufia kwa kitu gani, atamaliza vipi, atamalizia wapi. Wa ala ma yaltaqi Allahu azza wa jalla, vipi atakutana na Mola wake. Wa inna amal kullu amal alkhair, naam, asema kwamba wa inna amal kullu amal alkhair fa khawf min su'il khatima yahmiluka ila ta'ati llahi daiman. Kuogopa kwamba utakufa vibaya inakubeba wewe Muislamu na kukupeleka katika kumtii Mwenyezi Mungu siku zote. Unaogopa kwamba hii kosa ambalo nalifanya nikifa sahihi katika hali hii itakuwa kwaje? Kama leo ndio siku yangu ya mwisho na niko katika hali hii itakuwaje? Hapo unatahadhari na unaregea nyuma na unajenga imani yako, na inakuwa unaanza kujitibu. Daiman yadumu ala al-istiqama. Kana yaqulu, mtume alikuwa anasema, ya muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik. Alikuwa anaomba dua hii, ya muqallibal qulub, mwenye kubadilisha nyoyo, thabit qalbi, thibitisha moyo wangu, ala dinika, juu ya dini yako. Wa ya musarrifal qulub, wewe mwenye kubadilisha nyoyo, sarif qalbi ala taatika, lekeza moyo wangu katika kukutii wewe. Kwa hivyo kumbuka, mwisho mbaya itajenga imani yako na urudi katika hali ya kisawasawa. Wakadhalika qala wa min ilaji alhawr ba'da alkawr ad-du'a ala Allah, pia dawa ya kufanya wewe urudi katika msimamo wako wa kisawasawa uliokuwa nao zamani baada ya kukumbukiwa imani ni dua kwa Mwenyezi Mungu. Muombe Mwenyezi Mungu ayuidana min alhawr ba'da alkawr, akukinge na kuepushe kutokamana na kurudi nyuma baada ya kwamba ulikuwa una msimamo. Wakana kadhalika yakulu, na mtume alikuwa anasema, tuliona katika hadithi, akitoka safarini anaomba dua, Mwenyezi Mungu niepushe na alhawr baada alkawr, nijalie nisirudi nyuma baada ya kuwa nina msimamo, bali nidumu katika msimamo ambao niko nao, nife katika hali ambayo ni ya kisawasawa. Kwa hivyo katika sababu za kutibu imani yako ili irudi kisawasawa ni kuomba Allah kadhalika. Qala innal iman la yakhlaq fi jawfi ahadikum, hakika imani inachakaa katika moyo wa mmoja wenu. Imani huchakaa vile nguo inavyochakaa katika moyo wa mmoja wenu, kama yakhluqu at-tauba, kama vile nguo inavyochakaa. Fas'alullaha ayujaddida imana fi qulubikum, muombe Mwenyezi Mungu dua ajadidishe, afanye imani zenu upya katika nyoyo zenu. Fa alaina min al-ikthar min ad-du'a, ni juu yetu tukitaka tukite pale pale ili turudi katika msimamo wetu ni kuomba dua tena kwa Mwenyezi Mungu. Al-ikthar minhu, kufanya wingi katika kuomba dua. Wa min ilaj al-hawr ba'da al-kawr, dawa na kile ambacho kitakusaidia imani yako irudi sawa sawa, mudawamati ala al-a'mal as-salih wa in kalla, ni kudumu katika amali njema hata kama itakuwa ni kidogo. Kwa mfano, dumisha kwamba ikifika saa 10:30 ya usiku wewe swali raka 2 tu na raka 1 witri, na udumu na hiyo. Ishinde yule ambaye ameswali raka 8
za tahajjud na rakaa 3 za witri, na kesho hakuamka tena. Sema rakaa 8 tena zingine 3, wacha tajaribu tena kesho nyingine. Lakini yeye amedumu na rakaa 1 witri, wala haiwachi, inakuwa ni bora na inakuwa sababu ya kujenga imani yake. Fa ila al-a'mal salih alladhi yudawamu 'alayha huwa ahabbu al-a'mal 'ala Allah. Amal, kitendo kidogo tu ambacho mtu atadumu nacho ndicho ambacho Allah anakipenda sana. Kala mtu anatuambia kwamba wa inna ahabba al-a'mal adwamuha wa in qalla. Hakika kitendo ama amal ama ibada ambayo ni inapendeza na Mwenyezi Mungu ni chache na yenye kuendelea walau kama ni chache. Hata kama umesema kwamba kila siku itakuwa nanywesha watu maji lita 1 na ikaendelea hivyo kila siku na umedumu nayo, ahabbu ila Allah, Allah anapenda sana na inajenga imani yako madamu ni ya kuendelea. Wa min ilaj, kumalizia kabisa, min ilaj al-hawr baada al-kawr tadhkir ni'matullahi alayka wa ihsanihi. Muislamu, ili imani yako ikite irudi vile ilikuwa zamani, kaa chini tu na uanze kutaja neema za Mwenyezi Mungu juu yako, yale mambo Allah amekufanyia mazuri yote, kuanzia kwamba mimi nilikuwa kafiri nikawa Muislamu, neema kubwa hiyo. Mimi kadha, mimi niko hivi, mimi zamani nilikuwa hivi, hali yangu ilikuwa chini, sasa hivi ni Allah amekufanya mambo mengi sana, neema zake ni nyingi. Mimi nina macho naona, wengine vipofu, mimi ninasikia, wengine hawasikii, wengine mabubu, wengine kadha, wengine hawana cha kukula, ingawaje mimi niko na sima hapa na sukuma ambayo hata haina nini, ni bora. Yaani ukikumbuka neema ambazo Allah amekuneemesha nazo, wallahi utaona tu imani yako inarudi inajengeka sawa sawa. Qala ta'ala, ya ayuha an-nas udhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayra Allah yarzuqukum. Enyi watu, kumbuka neema za Mwenyezi Mungu juu yenu. Hal min khaliqin, je, mnamuumba mwingine aliyekuumbeni hiyo sura yako nzuri? Ghairullah, asiyokuwa Mwenyezi Mungu. Yarzukukum, anakupeni riziki pamoja na kukuumbeni. Minas samai wal ardi, kutoka katika mbingu na ardhi. La ilaha illa hu fa anna tufakun, hapana anayepaswa kuabudiwa isipokuwa yeye, mnageuzwaje kutoka kwake? Fa kaifa tuqabilu ni'ma bil ma'asi, vipi wewe utaikabili neema kwa maasi? Yani utafanywa heri, utafanywa neema, ihsan, na ujibu maasi. Tulipeana mfano tu, mwanadamu kwa mwanadamu wenziwe anaona aibu kumkosea yule ambaye amemfadhili. Fadhili tu kidogo tu, mtu akakufadhili kidogo tu, unaona tabu kumfanyia ubaya. Huyu jamaa bwana siku nyingine aliniokolea, mimi sitaki kumkosea tena. Mwanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala mfadhili wa fadhili, neema zote ni zake, wala hazina hisabu, hazina idadi. Fa kaifa tukabilu ni'ma bil ma'asi, unakabilije neema? Wa kaifa tukabilu ihsan bisu'i, vipi ihsan yenye umefanywa unarudisha kwa ubaya? Kaifa? Kullu hadha min naqs al-aql, haya yote ni katika upungufu wa akili. Kama mtu atafanya hivyo, kama mtu atalipa mabaya kwa mazuri ambayo amefanyiwa, haingii katika akili. Wale watu watastajabu, hata uone kwamba mtu fulani amemkosea yule ambaye alikuwa anamfadhili, sema fulani hangefanya hivyo. Ukikumbuka vile jamaa alikuwa amemfanyia kadhaa, jamaa alimfanya hivi na hivi, jamaa alimsaidia katika jambo fulani hivi, inawezekanaje naye akamfanyia hivyo? Sasa chukua hiyo picture ipeleke kwa Mwenyezi Mungu, ndio ushike adabu na ukome kabisa kumfanyia maovu kwa sababu ya neema ambazo amekuneemesha nazo. Ukikaa chini kwenye kiangalia sura yako vile iko, tayari hiyo ni neema tu. Sema wala mina neema wa humqil mar'i, anasema kwamba kukabili neema kwa
kwa ubaya ni katika upungufu wa akili wa humukil mar'i, na upungufu wa akili. Wa minan ni'ma albasar wal udhunaini wal afya, katika neema ni macho, masikio na afya. Afya si uzuru tu wale ambao hawana afya, walio wagonjwa ndio ujue kama umeniamesha. Wal mali wazaji swaliha, na mke mwema vile vile. Rudi nyumbani kamkuta mwanamke amekuandalia chochote, ili neema. Wengine akirudi nyumbani lazima aanze kuwashawasha taa, iko wapi, tafuta taa, sijaanzia wapi kuanza kupeta majiko na kadhalika. Lakini unapata kama unafanya mambo hayo na amekuoshea watoto na amekuangalilia hawa watoto, ni neema, ambapo hiyo ni majukumu yako ya kufanya. Wakadhalika min an-ni'ma dini al-islami wal iman, dini hii yenye uko nayo ya Uislamu na imani ni katika neema. Fa idha kunta fi ni'mati far'aha, utakapokuwa katika neema kama hizi, basi far'aha, zichunge kabla zisikutoke. Fa inal ma'asiya tuzilu an-ni'ma, kwa sababu maasi ni yenye kuondosha zile neema. Faman dhakara ni'matallahi asbaha shakiran, atakayekumbuka neema za Mwenyezi juu yake atapambazukiwa akiwa ni mwenye kushukuru. Min kalbihi, katika moyo wake. Walihadha istaqama wa salaha, na kutokamana na haya istaqama, atakuwa na msimamo wa salaha, na anatengenea na kuwa mtu mzuri. Haya ni katika yale ambayo Sheikh ameyataja katika mambo ambayo yanatibu nyoyo ambazo zimerudi nyuma na zimepiga kutu na imani zimepunguka na haoni ladha ya ibada na kadhalika. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie imani zetu ziwe sawa, atuepushe kutumana na al-hawl bal al-kawr. Allahumma inna na'udhu bika min al-hawl bal al-kawr, innaka jawwal karim rahim, safar bakuna wa kana afar. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'di, fa ibadallah, usikum wa nastaqala ta'ala faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa radallahu anhu ar-rashidin al-mahdiyyin Abu Bakr wa Uthman wa an baqi sahabati ajma'in. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa shirka al-mushrikin wa kufar al-kafirin wa damir a'da'aka a'da'ud din wa ansur al-islam wal muslimin fi kulli makan bil makka ya arhamar rahimin ya muqallib al-qulub thabit qulubana. Allahumma ighfir lana wal minat wal muslimina wal muslimat alayhim bil makka ya arhamar rahimin ya muqallib al-qulub thabit qulubana ala dinika ya musharrif al-qulub thabit qulubana ala ta'atik bil makka ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udhu bika min al-hawr ba'da al-kawr bil makka ya arhamar rahimin. Ibadu rahmakumullah, inna Allaha ya'muru bil 'adli فالإنسان لا يحتاج القربى إلى أن الفشل والبغي والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وصلوا وسلموا الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بطشك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Astaghfirullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala na pia kumtakia rehema mtume wake. Tulianzisha